اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Wiki iliyopita tulianza kuifasiri hii jumla ambayo kwamba ndiyo ina la hii aya, wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Tukaeleza kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuzungumzia ilmu yake na akazungumzia ilmu ya mwanadamu, sababu alikuya katika aya kama hini akaeleza kwamba yeye ndiyo ayuwao, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Na mwanadamu elimu alonayo ni tatuko kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu pekee ndiyo mwenye elimu na akamtunikia mwanadamu, lakini kwa kipimo ambacho kwamba hawezi kupita. Ndio akatuambia wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Kwa uwezo wa zile zombo ulizopoa za kutafutia elimu huwezi kutusa mpaka, isipokuwa kukiwa kuna nguvu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama wale mitumi ama maimamu ambao waliweza kufunguliwa mlango wakaoneshwa baadhi ya mambo ya ghaib kama tulivyozungumza nyuma. Kisha ndio ikaya wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Nilisimama katika rai tatu katika kuifasiri kursi. Tukanena kwamba wanazuoni wamekhtalifiana. Wengine wamenena kursi ni kwa maana ya ilmu, na wengine wakanena kursi ni kwa maana ya al-kaun, na wengine wakanena kursi ni kwa maana ya al-qudra was-sulta. Juma lililopita nilieleza maana ya ilmu, ikawa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh, yani wasi'a ilmuhu as-samawati wal ardh. Na hii imepokewa katika riwaya nikawasomea, kama riwaya ya al-Imam Sadiq alipoulizwa na Mufaddal ni nini maana ya arshi na kursi, akanena al-arshu huwa al-ilmu alladhi atla'a Allahu alayhi anbiya'ahu wa rusulahu wa hujaja
والكرسي هو العلم الذي لم يطلع الله عليه أحدا من أنبيائه ورسله وحججه. Kwa hivyo ikawa ni martiba, ni stage fulani katika stage za elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na arshi ni elimu, au tukitaka kuzungumza kwa lugha za kilimwengu ni store ya elimu ya Mwenyezi Mungu, na kursi pia. Lakini tofauti ni kwamba zote hizi ni ghaib, lakini moja katika hizi mitumi mawali wameweza kuoneshwa na nyingine hawakuweza kuoneshwa. Na ziko riwaya nyingi sampuli namna hii zimezokuja kueleza maratib ya ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tukaeleza ikiwa kursi ni kwa maana ya elimu, itakuwa ule ukundufu, kule kukundukia ni ukukundukia kimaana, si kimaterial. Kama nilivyoeleza kwamba siha iko sampuli mbili. Kuna ukundufu wa kimada, kama nikapiga mfano tukinena gilasi hini ya kundukia nusu lita ya maji. Ukundufu kama ule ni ukundufu wa kimada. Na mara wanena kifua cha mtu fulani cha kundukia mazito mingi. Kwa hivyo ukundufu ule si ukundufu wa kimada. Na kwa tafsiri ya kwanza ya kursi itakuwa ukundufu wa kursi si ukundufu wa kimada, ni ukundufu wa kimaana, sababu elimu ya Mwenyezi Mungu imekundukia zitu zote. Pili, kuweza kuiumanisha tafsiri hii na mfululizo wa ayatul kursi, tukaweza kunena kuna suala. Mwenyezi Mungu amezungumza ilmu nyuma, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Kwa nini irudishwe tena wasi'a kursiyuhu wasi'a ilmuhu as-samawati wal ard? Nyuma kwenye ayatul kursi Mwenyezi Mungu alithibitisha uwezo wake na utawala wake, ambao kwa ibara nyingine ni uqayyumia wake wa mbingu na ardhi na zilizoko ndani. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, mpaka akanena lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Lakini kwenye ya'lamu ma baina aydihim, alipokuwa kuizungumza elimu katika shafaa, aliizungumza elimu kwa kiasi cha wale mashufaa, kwa sababu zile dhamiri zarudi kwa mashufaa. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sasa pengine huenda ikapita kwenye fikra yako kwamba elimu ya Mwenyezi Mungu haiko na ukundufu kama vile sifa nyingine za nyuma, kwa sababu sifa za nyuma, mulk, qayyum, qudra ya Mwenyezi Mungu ni ma fi samawati wa ma fil ard. Lakini ilmu ilipozungumzwa ilizungumzwa kwa shufaa peke yake, ya'lamu ma baina aydihim wa ma. Kwa hivyo akataka kutadaraki kukuondoshea hiyo fikra kwamba ilmu pia iko na upana kama wasifa zingine za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akakwambia wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Hii ukifasiri kursi kwa ilmu na namna ya mshikamano wake. Haya tuliyozungumza kwa urefu. Leo tutataka kwenda katika tafsiri ya pili. Tafsiri ya pili ya kursi imeifasiri kwamba kursi ni ina la jurmi au nyota. Kama nyota si kwa maana usalama ya Kiswahili ya nyota, yani kila hizi zinazowea katika hewa, ikiwa ni mwezi, ni jua, ni ardhi, hizi zote ni kawakib au ni ajram. Sasa tafsiri ya neno hii kursi ni katika zitu aloziumba Mwenyezi Mungu, kama kunena ardhi, kama kunena jua, lakini ni kubwa kwa kadiri ambayo kwamba yazunguka mbingu na ardhi, ukubwa wake. Taban tafsiri kama hini imekuya kunyakuliwa katika hadithi, si tafsiri za kutoka kwenye zito peke yake. Mfano tukiangalia hadithi ya al-Imam Sadiq alayhi salam, wakati alipoulizwa na mmoja katika masahaba zake amkuliwa Fudhail
ibn Yasar. Huyo anena sa'altu Aba Abdullah as-Sadiq alayhi salam an qawlihi ta'ala wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Nini maana yake? Al-Imam as-Sadiq alayhi salam akamjibu ya Fudail, kullu shay'in fil kursi as-samawati wal ard wa kullu shay'in fil kursi. Zitu zote ziko katika kursi, mbingu na ardhi. Kisha akarudi akatilia mkazo al-Imam wa kullu shay'in fil kursi. Kwa hivyo kursi ni katika vitu aloziumba Mwenyezi Mungu, ambao kwamba imezunguka mbingu na ardhi kama namna ya chombo kinavozunguka kitu kilioko ndani. Kwa ibara nyingine, ukatukua buli au jagi ukatia kitu ndani, kwa hivyo lile jagi huwa limekizunguka kile kitu kwa kadiri ambao kwamba kila upande mwisho wake ni lile jagi. Sasa kursi ndivyo namna ilivyozunguka mbingu na ardhi, kama namna inavyotufahamisha hadithi ya al-Imam Sadiq. Tukenda kwa al-Imam Ali alayhi salam, pia anena inna samawati wal ardha wama fiha min makhluqin fi jawfil kursi. Mbingu na ardhi pamoja na ziliomo ndani katika ziumbe ndani ya mbingu na ardhi, zote ziko katika mvungu wa kursi. Pia al-Imam Sadiq akawa atuonesha ukubwa wa kursi, ukubwa ambao huwezi kutasawwar. Atuambia al-arshu fi wajhin huwa jumlatul khalq wal kursiyyu wi'a'uhu. Arshi ni ziumbe zote. Wakati ukisema arshi kwa mustalahi wa Qur'ani ni mbingu, ardhi, mwanadamu, zitu zote. Al-kursi ndiyo chombo kimezotukua hiyo arshi, ambao ikiwa arshi ndiyo mbingu na ardhi. Kwa hivyo hizi hadithi tukitaka kuzifupisha tuweza kufasiri kursi ni chombo ambacho kwamba kitukuzie ziumbe zote na ardhi na mbingu zikiwa ziko ndani ya mvungu wa kursi. Hakika maneno kama haya ni mazito kiasi fulani na ni ugumu sana, kwa sababu sitaki nifahamike huzungumza ngano. Ni ugumu sana kwa mwanadamu kuweza kufikiria zitu kama hizi na kuziweka kwenye akili yake na kuziamini baadaye, kwa sababu kuamini kitu kwanza ni lazima uweze kukitasawar, kama wanavyonena, uweze kuhudhurisha picha ya kile kitu, kisha ndio ukiangalie chawezekana au hakiwezekani. Sasa kuyahudhurisha tu katika akili. Kwa hivyo sisi tutamaliza kwanza na hadithi, kisha turudi kuyafafanua masala kama haya. Kwanza tuzisikize tu hizi hadithi za maimamu, kisha tujaribu kuyafasiri haya maneno ya maimamu, na walikuwa walenga wapi, na ni mambo ya kigeni haya ama yamethibiti mambo kama haya. Al-Imam Sadiq katika kutufahamisha zaidi kursi atuambia masamawatu wal ardu inda al-kursi. Hizi mbingu na ardhi ukitaka kuzikisi pamoja na kursi ni kama kuitukua pete kuitupa katika majangwa. Tasawwar wewe, kuna jangwa kubwa, kisha tunda pete iweke kwenye lile jangwa. Vipi ukubwa wa jangwa na ukubwa wa ile pete? Itakuwa kama nini ile pete kwenye lile jangwa? Umeweza kuhudhurisha hiyo picha? Kwa hivyo hiyo ndio zitukue mbingu na ardhi zote, utake kuzifafanisha na nini? Na kursi. Ni kama mfano wa pete, ring imezotupwa katika majangwa. Ndio akatwambia masamawatu wal ardu inda al-kursi illa kahalaqati khatamin fi falat, isipokuwa ni kama ringi ya pete katika mawanda katika majangwa. Kisha
hiyo ni mbingu na ardhi ukizifananisha na nini? Na kursi. Wa mal kursiyu inda al-arsh. Sasa itukue kursi utake kuikisi na nini? Na arsh. Illa ka halaqatin fi falat. Sasa kursi yenyewe namna imezoshinda mbingu na ardhi, ukiitia kwenye arshi waipata pia ni kama ringi ya pete iliyoko kwenye nini? Majangwa. Maneno mazito sana ambayo kwamba wayazungumza maimamu wa ahli albayt salawatullahi wasalamuhu alaihim. Kwa hapa tutaweza kufahamu kwamba kursi katika tafsiri ya pili ni kiumbe, taban si kiumbe kama mwanadamu, ni kama nyota au kitu chochote kinachoowea katika hewa ambao ni kubwa, ukubwa wake wakundukia mbingu na ardhi. Hii ndiyo tafsiri ya pili ya kursi. Sasa hapa ndiyo sisi tunataka tuatane na hizi hadithi, tuande kutafuta hii tafsiri ya lenga kitu gani. Ningependa kutupa masuala mawili ambayo kwamba mara nyingi huwa yako kwenye akili. La kwanza, la pili laweza kuwa ni geni, lakini nitakuwa ni katika kuwasaidia kupata maalumati. Ndiyo tutaweza kufahamu hizi zitu. Wingi katika watu Waislamu kwa tabia ya kupenda kujua huwa wakiuliza, mara nyingi sisi tuwaona kwenye Qur'ani mbingu 7. Na mara nyingi tukisoma madrasa usikia ameumba mbingu 7 na ardhi 7. Na tukihudhuria miraji mara nyingi fikra ya mbingu 7 huwa iko sana. Ukasikia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akapanda uwingu wa kwanza, akabisha hodi, kaulizwa wewe nani? Jibril akanena mimi, ufuatane na nani? Nifuatane na wewe kadha. Zitu kama hizi twazisikia, na pengine malezi tulolewa ya kielimu hubaki ni zitu za tukera ndani, lakini kuuliza huwa pengine hatuna ushujaa. Pengine tukiuliza huenda tukarukiwa ama tukaambiwa hayo mambo wewe amini tu, usiulize mingi. Sasa hizi ni zitu ziko ndani ya kila mtu, hata sokuwa msomi, hata mimi ambao kwamba husoma kupita fikra. Hizi mbingu 7 ni nini? Sasa hili ni suala muhimu tunataka tulijue, litatusaidia sana katika kufahamu haya masala ya nini? Ya kursi. Suala la pili, twasikia kwenye Qur'ani na twaona kwamba Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi kwa siku ngapi? Kwa siku 6. Sio? Fi 6 ayamin. Sasa siku katika lugha yamaanisha kutoka jua likatwa mpaka likatoka tena mara ya pili. Sio? Latoka asubuhi jua, magharibi likitwa huwa mtana umemalizika. Likabaki limekutwa mpaka alfajiri, likitoka tena huwa usiku. Kipindi hiko chote ndio sisi huamkua nini? Siku. Katika kugawanya wakati. Na mara nyingine siku hukusudiwa mtana peke yake bila ya usiku, lakini yaumun kawaida huwa ikikusudiwa masaa 24 ambao ni kipindi cha kutoka jua likatwa mpaka likaendelea kutwa mpaka likatoka tena. Kwa hivyo wakati huu tunaoamkua siku sisi katika lugha umetokamana na matembezi ya nini? Ya jua, au kwa ibara iliyo sahihi kwa matembezi ya ardhi, kwa sababu jua sio linalozunguka, ni ardhi inayozunguka. Ni kama ukioko kwenye gari utajiona miti henda, lakini lendalo ni gari. Kwa hivyo ardhi ndio inayoitembea, sio jua linaotoka huku likenda huku, lakini sisi twaliona ni jua lenda. Sasa huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati alipokuwa hayaumba jua, hayaumba ardhi, ilipatikana vipi hiyo siku? Kwa sababu hakuwezekani kuwa na siku ikiwa lao haliko hili jua na hili ardhi.
Sio, mmenielewa uzuri? Ya sasa tukaweza kufaulu kwenda kuishi katika Mirikh, siku za kule zaweza zikatofautiana, kukiwa hakutoki jua kule isipokuwa mwezi mara moja, yaweza kuwa siku mwezi nzima. Ndipo pale inna yawman inda rabbika 50,000 sana, siku ya Mola wako siku ya kiyama, siku moja itakuwa kama miaka 50,000 ya hapa. Mara nyingi pia watu wajiuliza, kwa sababu pengine mwendo wa jua na mwendo wa kule utakao kuweko kutakuwa uko taratibu sana, kwa sababu si hufuata jua. Lau hili jua lilikuwa latakuwa masaa 1000 mpaka kutwa, haingelikuwa siku kwetu ni masaa 1000, ingelikuwa ni ndefu zaidi. Sasa tusitoke kwenye mada. Suala la pili, suala la kwanza nini mbingu saba ni zipi? Suala la pili, hii siku ilikuwa hakuna kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi. Na mbona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenena ameumba mbingu na ardhi fi 6 ayamin? Tutatukua suala moya mpaka baada ya moya, na tutarajia tutafaidika na kuweza kuyafahamu yaliyoko ndani. Kuhusu mbingu saba, ndugu zangu, kwanza kuna zitu ziwili atakayezifahamike kidini, kiimani. Kwa mtazamo wa kidini hakuna jawabu ya suala hili, na kusudia si kwamba dini haimiliki jawabu, la, ni katika zitu ambazo kwamba Mwenyezi Mungu hakuzibaini, na yawezekana kutobaini kama nitakavyokueleza mbele, ilikuwa ni mapema, haziwezi kubainika, na akitarajia toba mwenye nazungumza kwa lugha zetu sisi, akitutarajia sisi kwa teknolojia, tutaweza kuvumbua mingi, na mambo mingi Qur'ani imeyanyamalia ya kielimu, kwa sababu lau yalijibiwa namna yaliyo wakati ule ilipokuwa ikiteremka Qur'ani, ingelikuwa ni pijo kubwa kwa ile jamii, yangelikuwa ni mambo kama ya kimazingaombo kueleweka. Kwa hivyo ni zitu ambazo kwamba zimetupwa kwa ishara, na kila teknolojia ikiendelea yasadikisha na yafasiri maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zitu zingi. Mimi nitawapa mfano. Katika elimu za jiografia kuna nadharia yazungumzia kwamba haya makara, Afrika, Amerika, Asia, Europe, yote kuna wakati yalikuwa ni kitu kimoya. Kukatokea mambo fulani ndiyo katika Afrika ikawa mbali na nini mbali, na lau wayaangalia yale meno ya mkato wa yale makara, utayaona waweza kuyarudisha yakawa ni kama meno ya zile mashini namna yanavyoingiana, ambayo rai kama hii waiona ni mpia, lakini Qur'ani imeishiria mbali kabisa. Ile aya ninao kwamba zilikuwa ni nini? Ni ratqan fafataknahuma, zilikuwa ni kitu kimoja tukazipambanua mbalimbali. Kuna fikra ya ozone kwamba ukitoka kwenda juu kipimo fulani, kuna hewa au gesi tu ya mkue sampuli fulani yaitwa ozone, na hii ina dauri kubwa katika kutulinda. Kwanza yatuja miangaza ya jua inaopita, ambayo kwamba huwa itukuzie ziini za kuweza kumdhuru mwanadamu, yatujwa. Pili, yayayusha majiwe kadhaa yanaoanguka kila wakati kukimbilia kwenye ardhi, yakipita pale huyayushwa mpaka yakawa kama poda na kadha wa kadha. Hii ni fikra iko Qur'ani imeizungumza fikra gani, lakini ilizungumza kwa lugha ya kuweza wale makureshi kipindi kile kuweza kufahamu, ikaiamkua sakafu. Qur'ani imekuwa kanena kwamba sisi tumewaekea sakafu yuleno, na sakafu sisi tunajua sakafu yawekwa kwa malengo mingi ya kulinda na mambo mingi.
Sasa zitu kama hizi mara nyingi Qur'ani huwa haifasiri mapema, kwa sababu akili wakati ule zilikuwa haziko tayari kutukua mambo kama haya, na ikawa teknolojia ndio itakuwa kuzifasiri zitu kama hizi. Sasa kwa dini jawabu haliko, imetupwa tu. Mbingu ni ngapi? Ni 7, na haikubainiwa ni zitu gani wala ziko sampuli gani. Pili, muundo wa zitu kama hizi hatuziui, kama anavyotuambia Mwenyezi Mungu kwamba sisi hatukuwa mkuliwa tukaoneshwa namna zinazoumbwa zitu kama hizi. Yo wewe kwa huiui kompyuta, lakini unaweza kujua namna iundao, kwa sababu umemuona ule aundao huunda iye. Lakini Mwenyezi Mungu ametuambia, mimi sikuwaweka mashahidi nini wakati wa kufanya nini, wa kuumba. Ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ard wala khalqa anfusihim, sikuwashuhudilisha wao kuziumba mbingu na ardhi wala kuwaumba wao wenyewe. Hakuna amezoona yeye huumbwa yeye. Sasa kidini na kusudia maana hili hakuna jawabu. Yani kwenye Qur'ani, kwenye hadithi hazikuelezwa zitu kama hizi kwa kupambanuliwa ni nini mbingu na hizo 7 ni zipi. Hii ni fikra ya kidini. Tukia katika elimu yazungumza nini? Elimu ya kubali uemevu pia. Paka sasa wataalamu kadha wa kadha wakiri kwamba wao hawayaweza kuona kila kile ambacho kwamba kimeumbwa, au hawaamini kuumbwa kila kilioko, hawayaweza. Jumla ya maendeleo, jumla ya hatua wamezopiga kwa kuunda zombo mbalimbali, kwa kuweka teleskopu mbalimbali za kuweza kuona, waendelea kuvumbua mingi ambayo kwamba mwanadamu alikuwa ayua hayako, wameweza kuthibitisha yako, lakini wanena ni hatua kidogo sana tumezopiga kulingana na safari namna itakavyoisafiriwe. Ni kama safari ya hapa na Mombasa, ukawa wewe umesafiri umeze kupita Hindi pale, huwa bado umesafiri safari toto sana, na iliyobaki ni kubwa. Hivi ndivyo wanavyozungumza wao wenyewe katika kuthibitisha uemevu wa elimu na uvumbuzi wa kuweza kuona yaliyoko zaidi ya hapa. Mtaalamu mmoja ambaye ajulikana kwa jina la Russell, huyu aeleza katika baadhi ya makala ambayo kwamba aliandika katika magazeti, akinukuliwa na Ayatullah Sheikh Muhammad Taqi Falsafi, anena tulikuwa tukiamini kwamba ardhi ndiyo kituo peke yake, yani hakuna zaidi ya nini, ya ardhi. Kisha tukaamini baada ya uvumbuzi fulani kwamba jua ndiyo mfalume wa nyota, akikusudia kwamba jua na hizi nyota zinaozunguka jua ndiyo hizi zilioko. Aendelea, kisha tukaja tukaona kwamba jua na hizi nyota zote zilioko zinaozunguka hili jua si chochote katika yanga ambalo kwamba ni kubwa mno na yaliyomo ni mingi mno, na haya ni kama tembe ya mtanga katika jangwa. Angalia maneno ya al-Imamu Sadiq alayhi salam. Al-Imamu Sadiq akwambia, ukitukua mbingu na ardhi ukitaka kuzikisi na nini na kursi, ni kama kuitukua ringi ya pete ukaitupa kwenye jangwa, pima ukubwa wa ile pete na lile jangwa. Yeo ndio maneno kama haya yaanda kuthibitishwa na elimu kwamba ndivyo hivyo. Huyu ni mtaalamu azungumza hivyo. Sasa tukirudi katika fikra ya ardhi 7, kumetoka nadharia nyingine, mbingu 7 waita kwamba wamegawanya yanga. Kuna fadha rakmu awal, kuna na fadha rakmu thani, yani tuweza kuwa space 1, space 2 mpaka wamefikiria 5. Yanga la 5 wameweza kulifikia.
na wamekisi masafa. Tabani yanga si kwamba yani kwa maana kuna yanga na yanga ziko mbalimbali, la, ni katika kuweka zipimo za umbali kutoka kwenye yanga hili letu ambao ziko hizi nyota tunazoziona sisi, kisha mbee kuna yanga la pili, kisha kuna la tatu, kisha kuna la 4, kisha kuna la 5. Hawayaweza kuona mbee hapo. Sasa Sheikh Muhammad Taqi Falsafi akwambia, je, kesho wakiona la 6 na la 7 haziwi ni hizo mbingu 7? Hayo ni waloweza kuona, na waloweza kuyaona wao kulingana na zifaya ni ikiwa kuna mwangaza. Ikiwa kuna nini? Mwangaza fulani, ni lazima ndio telescope zipate kuona. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambia yanga lenye mwangaza ni la ulimwengu peke yake, lakini ukitoka kwenye yanga la ulimwengu hakuna nini? Mwangaza. Wazayyana samaa ad-dunya bimasabih, tumeipamba mbingu ya dunia. Ni zipi? Lakini ni kupana, ni kurefu, ni mingi yaliyoko, ni machache tunayoyajua, na ni mingi ambayo kwamba hatuwezi kuyajua. Kwa hivyo mbingu 7 twaweza kusubiri elimu ikatupa jawabu kama hili, kama wale wamezotoa fadhai ya kwanza, ya pili, zaweza zikawa hizi ndio zitu za kuthibitisha masala ya mbingu 7 ni zipi. Tukia katika suala la pili, masala ya siku 6. Kwanza tunataka tufahamu kwamba neno la yaum katika lugha ya Kiarabu, hata lugha ya Kiswahili, huwa likitumika na likikusudiwa maana mingi, si siku peke yake ya masaa 24. Na utakuta mara nyingi katika hadithi kama al-Imam Ali alayhi salam akwambia, al-yawmu amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Leo ni kutenda, hakuna hisabu. Kesho ni hisabu na hakuna kutenda. Sasa yaum iliyokusudiwa hapa ni umri, si siku kwa masaa 24. Yani umri wako wa duniani ni nafasi ya kuitumia kwa kutenda, lakini maisha yako ya akhira ni nafasi ya kupokea nini? Malipo. Kwa hivyo neno la yaum laweza kutumiwa kwa maisha, neno la yaum laweza kutumiwa kwa kipindi fulani cha maisha, sio maisha yote. Kama waweza kunena siku ya ujana ilikuwa siku tamu, sasa yao siku hii ni siku ya utu uzima. Au utamwambia mtu, bwana, yeo wewe una nafasi itumie, kutakuya siku nafasi kama hiyo hutoipata tena. Leo kusudi yani yeo ya juma na kipindi hiki cha masaa 24 wakusudia kipindi fulani ambacho kwamba chaweza kutukua wiki, chaweza kutukua mwezi, chaweza kutukua mwaka, chaweza kutukua hata miaka kadhaa. Ndio pale wengine wakakwambia al-yawmu yawmani, yawmun laka wa yawmun alayka. Siku mbili, siku utapata na siku utapatwa. Kwa hivyo siku utapata si maana siku masaa 24 utapata, masaa 24 utapatwa. Yani kuna kipindi fulani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati aliponena kwamba sisi tumeziumba mbingu na ardhi kwa siku 6, si lazima siku zile zilotumika pale tuzihisabu kwa masaa 24 ili ipate kuya suala kulikuwa hakuna jua wala hakuna ardhi, na ilipatikana vipi hiyo siku. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kutufahamisha alitukua muda kuziumba vitu kama hizi. Kwa nini atukue muda mrefu kuziumba vitu kama hizi? Na yeye kama anavyotuambia, akitaka jambo lake huwa hata nukta ni nyingi. Hii ni kutaka kutufundisha sisi kwamba yeye aweza kuumba kila kitu kwa dakika, bali kwa nukta.
lakini katika uumbaji wake pia ametumia kiungo cha kutukua tadrijian, kama wanavyonena kupanda katiti, ili maisha yetu sisi yatakayende kwa mfumo hono. Na ndio utaona yao pia swala hili laweza kuya, wewe mwanadamu ulikuwa huna haja utoke kwenye manii uingie kwenye kipande cha nini cha damu, uingie kwenye kipande cha nyama, uvishwe mifupa na ngozi, miezi 9 waundwa wewe kwenye nini, kwenye matumbo, utoke ni kama hiki, ukue mpaka ukisikilia ile stage ya kukamilika kwamba wewe ni mwanadamu, ni miaka 10 na kadhaa au 20. Kama waweza ukauliza, kwa nini Mwenyezi Mungu asituumbe ubati mmoja tukaweka ulimwenguni? Si kwamba Mwenyezi Mungu ameshindwa, lakini sunna ya uumbaji ni sunna ya kupanda stage baada ya stage, ili Mwenyezi Mungu atufahamishe sisi kwamba na wewe wataka utembee hivyo, ustarajie ukifungua mato asubuhi kwa mtana kila kitu kitakuwa mkononi mwako. Si mali, utajiri, si elimu, si chochote ukitakacho ulimwenguni, ni lazima ufuate nidhamu kama hili. Usiwe na haraka, na ni lazima upite katika stage fulani. Kuna baadhi ya watu wakimaliza kusoma, amezie kupata shahada, mujarrad wa kupata shahada yeye aona ni lazima kiandikwa kazi awe mudiri. Hayui kwamba ule ambaye kwamba amekuwa mudiri alipita katika umri gani mpaka akafika pale, hakuruka ule. Kuna zipimo lazima uzipitie. Wewe ukifungua kiduka chako ni mando wamwangalia mtu fulani, una duka, una gari, hutembea, humuyui yeye amepitisha umri gani kujiunda mpaka afike pale. Ikawa wewe usiku kwa asubuhi watakazende, usiku kwa asubuhi watakayawe. Na wanadamu wingi ndio ile wana ile al-ajala, sifa mbovu ambayo Uislamu imeitukana, ikatwambia at-ta'anni min Allah wal-ajalatu min ash-shaytan. Hii ndio maana ya ta'anni. Ta'anni si kwa maana yani wewe uwe mpoyo kinonkono na slow motion, sio hiyo. Au ukitembea utembee kama uwao maradhi ya TB. Haiko hapo ta'anni. Ta'anni iko kuwa na fikra ya kwamba kitu ninachokitaka nitakifikia vipi, na kuna muda lazima niupoteze nikifikie. Mimi kiwa nasoma, nataka kuwa na elimu, nataka niwe mwanachuoni, ni lazima uamini kwamba ni lazima nitapoteza umri wa kipimo fulani ndio mimi nifikie pale. Hayatokuwa mambo ni ya kuakizwa au ya kutandika kishali kama wale wanenao utiliwe. La, si masala uye na kishali chako utandike utiliwe ombe haya nenda, hakuwanywi mtee wala buru kwamba kila mtu huangata. Ni masala yategemea kanuni za maumbile. Ndio Mwenyezi Mungu akwambia akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Kisha mkapanda ukawa huyu kitu gale kijana, wewe msome kijana akizaliwa hawezi kunena hata baba na nini na mama, pengine atakuwe miezi 5 6 paka aweza hapo kulitoa lile baba, na mwanzo alitoe sampuli apande halawe msome ule kijana mpaka aweza hapo kuizungumza ile lugha tu. Ni miaka mingapi lugha tu peke yake? Wewe wataka kuwa mwanachuoni, wewe wataka kuwa tajiri, wewe wataka kukuza uchumi wako kwa usiku na asubuhi. Hizo ni zitu ambazo kwamba ni kinyume cha nidhamu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kutuambia, ikiwa mimi mipango yangu nimefuata namna hii, naweza kuumba kwa dakika moja, kwa nukta moja, lakini nimekwenda taratibu fi 6 ayyam. Nimekuumba wewe katika matumbo ya mamako kwa miezi 9 na kadha. Mti utatoa buru, pasuke, uande, unoshe mpaka uwe kila siku hupima kwa futi, hauwi mrefu ama utakuwa mpaka uzae. Hii ndio nidhamul hayati. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataka sisi tufuate nidhamu kama hiyo, akiwa yeye ni mfano wa kutuonesha japokuwa yeye hayamshindi. Ndugu zangu Waislamu, mpaka hapa ndiyo tutakuwa kuweza kuifahamu tafsiri ya pili
inayonena wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh, kwamba Mwenyezi Mungu ana viumbe vikubwa zaidi. Si masala wewe umezoea mbingu na ardhi. Yeye ndo mara nyingi waambiwa Mungu ayuazilioko mbinguni na ardhi, Mungu amehifadhi mbingu na ardhi kama ayatul kursi, lakini ni makubwa zaidi mambo. Ardhi na mbingu ni kama pete iliyoko katika nini? Majangwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ayayua makubwa zaidi. Mwenyezi Mungu ni mpana zaidi wa elimu wa kuyaelewa. Ni vitu ambazo kwamba hamuwezi kufikiria na kufikia kwenye natija namna mtakao kufikiria. Hii ndio tafsiri ya pili ya kursi. Nitasimama hapa insha Allahu taala. Juma litakalokuja tuingie katika kuimaliza tafsiri ya tatu ambayo imefasiri kursi kwa maana ya kudra na sulta. Taban juma litakalokuja litakuwa tuko kwenye utla ya Idi, lakini darasa tutaendelea kama kawaida ambayo itakuwa ni Idi tatu baada ya Idi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwafikia na atatupa uhai na uzima mpaka siku hiyo tukutane katika kuendelea kuifasiri jumla kama hini wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ndio sana sana. Hii yaitwa majmua shamsia. Yani kawaida katika wanavyozungumza wao kuna mkusanyiko fulani ambao kwamba huwa kuna jua, kuna na nyota kadhaa zinaofuata jua lile, ambao huwa ikiamkuliwa kwa lugha ya Kiarabu ni majmua shamsia. Ndio hii tunayoishi sisi. Sasa hizi unavyosema wewe ni sawa, zimegunduliwa, ziko majmuati nyingi, mamilioni, lakini baadhi ya wataalamu wanena hazijatoka katika uwingu wa kilimwengu hizi. Yani ziko katika space one, yani kwa ibara nyingine al-fadha rakmul awwal ziko. Kwa sababu wajua nimenakili maneno ya huyu Russell, sijui ni Russell ni jina la kizungu, sio soma hiyo. Huyu ndio anena kwamba hapa kuweko na mayua, hayo mayua ndio inaopa uwezo hizi telescope kufanya nini? Kuona. Lakini iko space ambayo ni giza zaidi na ni kubwa na hakujulikani huko kuna vitu gani. Sasa pia yawezekana, wajua sisi tukizungumza maneno haya huwa pengine tumesoma kitabu kama hiki kimetungwa kama miaka 5-6 na elimu yao ina kasi kiasi kikubwa sana. Tunaweza kwa sasa tujadili vitu hususan huku tunakoishi sisi, si rahisi kuzipata vitu latest. Umenifahamu? Sisi paka nadharia ikitusikilia sisi huwa imeze kupitiwa na miaka 5, 6, 10 saa nyingine. Sasa pia kuna uwezekano kumeundwa pengine sasa yao kuna darubini sampuli fulani zimeundwa mahala kukiwagiza, ile darubini yenyewe yapaonesha pale mahala paka mwangaza. Siziko zitu kama hizi. Pia kuna uwezekano kukawa kumeundwa zombo fulani zikawa zitaweza kuona mpaka kule kwenye giza. Elimu mpaka wakati wowote haiwezi kujikua sasa yao na huwezi kukata. Na wakati wowote kwaweza kuzungumzwa jambo likabadilishwa, likabatilishwa na likathibitishwa lingine. Hizo zitu ulizozungumza ziko kihakika. Naam. Sawa sana.
Hiyo ilikuwa ni nadharia ya zamani. Mando nyuma kulikuwa Bethlehem sijui. Wakati walipokuja wakagundua sayari ni 7, ndio wakafasiri mbingu 7 kwa zile sayari 7. Kukaja kukagunduliwa nyota zingine kama ile zimepita, yani zilioko katika majumua shamsia ni 9, lakini ziko nyingi sana. Sasa kumegunduliwa majumuati shamsia kama alivyozungumza Umari. Sasa kuna yua na nyota zake, kuna na yua na nyota. Sasa kwa utafiti wa sasa utafasiri sasa lile yua la kwanza ndio mbingu ya kwanza, lile yua la pili inaweza kaja ikagunduliwa tena zaidi ya hapo. Nimekufahamu sana. Ndio nakwambia kwa nadharia hiyo ndio huya ikafasiriwa hizo mbingu kwa sampuli hivyo ulivyonena wewe. Sasa elimu imepiga hatua tena, imekuja imegundua majumuati shamsia nyingi. Sasa umenielewa? Sasa utakuya tena ufasiri mbingu. Sasa si kwa tafsiri hiyo. Ufasiri mbingu ni kila ile mkusanyiko wa yua na zile sayari zake ni mbingu wa kwanza, na yua na sayari nyingine ni mbingu wa pili, na mbeeni hatuyui kwaweza kukagunduliwa ni tena zitu kama hizo. Wallahi wanazuoni watumia masala ya hiyo light ya wanaisana dhauia. Hata yo nilikuwa nikisoma katika kuifasiri hii ayatul kursi, mazungumzo kwa Sheikh Muhammad Taqi Falsafi akieleza ile hiyo miaka, yani umbali wa yua. Mara nyingi watumia zipimo hizi wakitaka kueleza umbali wa yua na ardhi ni kwa miaka ile ambayo watoa kiasi, kisha umbali wa yua na yua lingine. Sasa ndio mimi nikaeleza ile nadharia ya kuna fadhaa rakmul awwal, fadhaa rakmu thani, wamepima kwa zile sana dhauia ambao ni yamenena ni trillions. Hiyo ni trillion, si masala ya milioni, yani kwa miaka ya mwangaza baina ya kutoka kwenye space ya kwanza kwenda kwenye space ya pili. Nafikiri hakuna suala mando ndani ya mada tena, utasubiri kidogo. Tukimaliza ndani ya mada tutatoka nje. Sasa pia kuna nataka kuambia wajua kama alivyo nini, swala hilo litakuya pia wakia sasa watakufa bila shaka. Sisi hatuyui ni miaka 1000 ngapi imebaki katika kiyama, tumefahamiana bila shaka. Na siku hizi kasi iliyo ya elimu si kama zamani. Zamani ilikuwa hatua elimu kupiga hatua pengine yataka miaka 100 au miaka 200. Yeo kwa kusema ule ukweli, namna elimu inavyotembea kwa kasi, mwezi hubadilika zitu. Kwa hivyo waweza wakafa baada ya miaka 10, tukaona fadhali kama walikuwa wamesubiri hini miaka 10. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuma mitumi kwa wakati mwanadamu ilikuwa hajafika kilele cha akili. Lakini ilipofika kipindi alichotumilizwa
Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa mwanadamu ameshafika kipindi cha kupoa mwongozo na ajikamilishie, na ndio akawa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mtume wa mwisho, kwa sababu ile akili ya mwanadamu sasa ilikuwa ishafika katika kuyewa kutoka aumbwe. Kwa hivyo sasa yao akapoa sharia ya mwisho, na sharia ile akapoa misingi tu mikubwa na mambo mingi akaatiwa nafasi ayaze, na ndio hizi tunazuzia mkuu sisi ijtihad. Ijtihadi ni wanazuoni sasa kila wakija wayaza zile zitu ambazo kwamba zaweza kupekeshwa na utafiti unavyoendelea. Ngoja nisahihishe kitu fulani. Jua latembea, ardhi yazunguka. Jua latembea laenda kwenye leo twaye tropical of Cancer, kuna nini zile madarul jaddi na madaru sartan na khatul istiwa, na ndio ukilitamali wao utaliona sengine kutoka hapa likaja paka huku likarudi paka katikati likaenda mpaka huku, ndio kutembea kwake. Ndio washamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdirul azizi. Lakini ardhi yazunguka yo wenyewe kwanza, na kuzunguka kule kwa wenyewe ndio yapatikana usiku na mtana. Kisha baada ya kuzunguka yo wenyewe yarudi yazunguka jua ambao ndio mwaka, ikianda kwenye nukta kwenye ile mihwar orbit mpaka kurudi kwenye nukta ilipoanza huwa ni siku 365 na robo ya siku, sio? Na tulofundishwa yani. Wallahi wajua tatizo mpaka sasa hatujajua mbingu ni ipi, lakini tukifasiri mbingu kwamba ni hizi nyota zilioko juu, wajua kuna balance kubwa sana sasa yao iko katika zinavotembea hizi. Wajua kukaruka madafrau huku juu kutakuwa banu wa mathakanu, wajua kuna balance kubwa. Wasema hii unumwezi pale ulipo na hii ardhi pale ilipo, lau zitakurubiana katiti tu ama zitaepukana kutakuwa hakuishiki, kwa sababu mai yaweza yakapanda, kwa sababu masala ya kuyaa mai na kufuma yana nini fulani baina ya hii gravity iliyoko katika ardhi na mwezi una sampuli fulani. Kwa hivyo kila kitu kimewekwa kwa kipimo, ndio ile maana ya amsakna sama. Wa ila lau alikuwa hazikupangwa vile zingelikuwa hazishiki zitu kama hizi. Wayua masala ya buraki ni katika zitu zilotayo na hadithi kwamba mtumi chombo alichosafiri yake ilikuwa ni nini? Ni buraq. Lakini hakika ya buraki ni nini haikubainiwa. Wako baadhi ya wanazuoni, kama nimewahi kumsikia mimi Abdul Hamid Kishki akinena buraq imetokana na barq, na barqi ni pepe. Kwa hivyo kile ni chombo kilikikimbia kwa mbio za mwangaza. Umenifahamu sio? Lakini ni tafsiri ambayo kwamba yategemea akili peke yake, haina dalili ya kisharia kuthibitisha. Na sisi tunataka tuamini ni chombo na kilikuwa kimsafirisha. Mathalan alikuwa na mbawa mbili kama wengine hunchora kwa yula mbaga na chini ya farasi, ni zitu ambazo kwamba hazina nini. Ingawa lugha za hadithi zimetumia kwa mnyama, na ambao ndio ulikuwa chombo maarufu kwa Waarabu. Kama ilikuwa yeo ndo kumeteremka wahi, kungelitumiwa gari, lugha ya gari na lugha ya ndege. Lakini Waarabu walikuwa chombo kikitumia ni zombo sampuli ile, kwa hivyo wakawa ni lugha ya kuweza kufahamu zaidi kwao. Swala la mwisho ni imalize ya sukara. La taqrabu salata wa antum sukara. Walevi sukara watakamana tu, sio? Au una kitu fulani walenga kwenye hiyo swala? Ulevi wowote ya ulevi usingizi si ulevi.
Atakita kwa ile usinema nyumbani. Wajua wewe umetangamanisha vitu. Bila shaka huwezi kuswali usindia. Ukiswali usindia utabatilika swala yako. Lakini si kwa aya hii. Hii aya yazungumza masala ya nini? Ya ulevi peke yake. Bila shaka mtu akitoka na riahi hawezi kuswali, sio? Akitangukiwa na udhu hawezi. Lakini si aya hii, hupatikana kwenye aya nyingine au hadithi nyingine. Aya hii yazungumza masala ya ulevi, tembo, bangi, yani kila kitu ambacho kwamba ni nini? Ni ulevi. Huruhusiwi wewe kukurubia swala ikiwa uko katika hali ya ulevi. Ulevi aina yoyote haufai kukurubia swala. Wajua Mwenyezi Mungu analolitaka hataki tembo. Mwenyezi Mungu akataa uweko kwenye sala ukiwa na hali ya ulevi. Sasa ulevi ule ukietwa na tembo, ukietwa na bangi, ukietwa na cocaine, ukietwa na brown sugar, umenifahamu sio? Ni chochote ambacho kwamba kitakupa hali ya ulevi, ukisha kuipata hali ile hufai kuingia katika sala. Swala imekuwa mingi hiyo. Naam. Wajua kipindi kama hiki cha masuala huwa kuna uhuru mtu akitaka. Wala bina kutoka mwanzo kuna uhuru. Hakuna mtu amezotiwa kufuli, lakini kinidhamu za darasa mtu akiwa una haraka atakwenda zake aweza kutoka tu. Naam. Fupisha, wajua itakuwa ndefu hiyo swali. Nishakupata hizo. Niko na wewe. Ndio. Sawa. Kwenda kuishi au kwenda kutembea tu? Kwenda kuishi au kwenda kutembea tu? Sawa. Wajua ukweli uko sampuli nyingi katika kuthibitisha kitu ukweli wake. Mathalan moto uchoma au hauchomi? Ukweli wa kuchoma moto umeupata yeye? Angalia, nataka kufika na wewe mahala. Mimi siko kwenye joto. Huu moto tunaowasha wachoma au hauchomi? Umehakikisha vipi kama huchoma huu moto? Umejaribu sio? Kwa hivyo na wale mwanadamu amejaribu kwenda kwenye mwezi. Amefika kwenye mwezi na ameona kwamba huwezi kuishi kwenye mwezi kwa si mazingira yake yako tofauti. Kwa sababu kule hakuna oxygen, hakuna sio. Kwa hivyo hizo ni zitu hazitaki aya wala hadithi wala kufikiria. Ni zitu ambazo kwamba tumethibitisha kwa kuona, kama kuthibitisha mwezi moto ufanye nini? Huchoma. Lakini pia kuthibitisha kwamba hakuna nini? Mahala ambapo kwamba anaweza kuishi. Hazithibitishi kwa sababu hatujafika kila mahali. Ni mwezini tu. Na Mirihi mpaka sasa wajaribu kwenda. Yaani haikanushi pia kwamba hakuna mahali mtu awezao kuishi. Bado. Ma qaliluhu wa kathiruhu haram. Umenifahamu? Hata ukanwa tone la whisky ni nini? Ni haramu. Uwe hukuleza, waweza kuna watu za kupiga tupa 3 za tembo akawa huko ni haramu. Tumefahamiana. Wassalamu alaikum warahmatullahi